Meneja wa kampuni ya Platinum ndugu Adil Mohamed amepongeza uongozi wa baraza la vijana kwa kutambua fursa zilizopo katika kampuni hiyo na kuwezesha vijana kupata elimu itakayowasaidia kujiajiri. Amesema hayo alipokuwa katika ofisi za baraza la vijana Amani wilaya mjini Unguja. Ndugu zangu, Platinum Credit ni microfinance bank. Ni taasisi ya kifedha ambayo inajikita zaidi katika huduma ya utoaji mikopo kwa taasisi za umma pamoja na wajasiriamali. Na ni mikopo yetu ni mizuri na ni nafuu na inakopesheka kama alivyoanza kutangulia kuzungumza mwenyekiti. Lakini tuwe wa kweli, mara nyingi taasisi za kifedha kama hizi ili kukuchukua kuingia katika nafasi za internal, mara nyingi wao wamekushiba. Na nikisema kwamba wamekushiba katika mfumo wa namna gani? Huwa wanaanza katika mazingira kama haya wa kuwa recruit vijana katika mazingira tofauti, hususan katika pati ya maafisa mauzo, ili uweze kuielewa product, ule utayari wako ukoje, commitment zikoje, na ukiwa una uwezo wa kufanya vizuri, automatically taasisi na uwezo wa kukuupgrade kutoa sehemu moja kukupeleka katika hatua nyingine za internet. Kweli Platinum Credit na fursa nyingi, si chini ya takriban nahitaji sales wasiopungua 100 wa kanda ya Zanzibar nzima, ambao watakaokuwa wanatakiwa kuweza kuhudumia kwa upande wa mkoa wa Mjini Magharibi, halikadhalika kuhudumia mkoa wa Kusini Unguja, halikadhalika kuhudumia mkoa wa Kaskazini Unguja kwa upande wa Unguja. Na hii ipo mpaka Pemba, lakini Pemba nako itakwenda katika mfumo wa namna nyingine. Lakini fursa zetu ni kama hizo tunazungumza. Tuna nafasi kwa sasa si chini ya watu 100 tunawahitaji katika pati ya maafisa mauzo. Of course tukizungumza maafisa mauzo tumejaribu kutofautiana, maafisa mauzo wa baadhi ya mitandao na maafisa mauzo wa taasisi kama ya kwetu. Taasisi kama kwetu maana yake unaenda kuuza fedha, uendi kuuza item yote, unaenda kuuza fedha. Kwa hiyo lazima kuna baadhi ya mazingira tukuwezeshe kwa namna moja ama nyingine. Moja ni elimu. Kwa sababu tunajua wengi wao pengine labda wako full leavers, wengine ana diploma, wengine ana certificate, wengine ana degree, lakini sote tuko na magamba ya chuo au tuko na magamba ya shule, lakini practical hasa ya hichi ambacho kinachotakiwa kufanyie kazi bado hujaambatana nacho au bado hujaamiliana nacho. Kwa fursa kama hii kweli tutakayotoa, manake hapa unaenda kupata exposure, unaenda kupata elimu, unaenda kujifunza kazi, kuamiliana na watu tofauti nje. Hii itakupa skills kwa namna moja ama nyingine kuweza kufikia yale malengo ambayo tunayatarajia katika maisha. Mujibu wa sheria nambari 16 ya mwaka 2013 ya Baraza la Vijana, tuna uwezo wa kushirikiana na taasisi mbalimbali kwa ajili ya kuzitafuta fursa na kuweza kuzifikia fursa. Kama kijana, kama mwenyekiti wa kamati ya elimu, nimeona katika Platinum Credit Limited wana nafasi ambazo zinawahusisha vijana direct moja kwa moja, na kuzifikia nafasi zile nikaweza kupambania ili vijana wetu waweze kujikwamua kiuchumi, lakini vijana waondokane na lile wimbi la kukaa nyumbani kutegemea ajira tu kutoka serikalini. Ajira zipo mpaka katika sekta binafsi, miongoni mwa ajira ni kama hizi. Na katika ajira ambazo fursa ambayo tumeitafuta katika kampuni ya Platinum Limited ni kupata vijana ambao watakuwa kama ni afisa masoko, watakaoweza kusales zile form katika sehemu tofauti ikiwemo mawizara, lakini sekta binafsi na sehemu mbalimbali. Lakini vijana wataweza kunufaika katika kupatiwa elimu. Elimu ile itamfanya kijana kuondoka katika yale mawazo mgando ambayo yuko nayo na anakaa nyumbani, ana vitu haelewi nini afanye. Kwa kijana atapatiwa elimu jinsi gani wanatoa huduma kama Platinum Limited, wanatoa huduma katika jamii, lakini jinsi gani wanawafikia jamii na jinsi gani jamii itaweza kunufaika. Lakini pia vijana wataweza kuwezeshwa kifedha, nauli ya kuweza kuyafikia yale maeneo ambayo watakuwa wanaweza kuyafanyia kazi. Lakini yote katika yote ambayo lenye umuhimu zaidi katika vijana, kijana atakapokuwa anafanya kazi katika kampuni ya Platinum Limited ataweza kunufaika kupata commission kwenye kila fomu ambayo atakuwa ameiuza ama ameitoa kwa mteja. Mle ataweza
kuweza kupata commission ambayo itamsaidia yeye kujikwamua kiuchumi, lakini kujiwezesha kimaisha. Na tumeona baraza la vijana tangia tuchaguliwe na tuwepo madarakani tuna miezi miwili, fursa mbalimbali tunazikimbilia. Tumefika hadi Dodoma kwa ajili ya kuzitafuta fursa, lakini leo tumebahatika kuja kwenye kampuni ya Platinum. Lengo manake ni kuitafuta hii fursa kwa baraza la vijana wilaya ya Mjini, kwa sababu kampuni hii ipo ndani ya hii wilaya ya Mjini. Kwa tumekuja uongozi wa baraza la vijana pamoja na vijana wetu wa shehia mbalimbali katika shehia 56. Kwa hiyo shehia 50 zimewakilisha hapa. Kwa hilo ni la kulishukuru sana, na tunatumai mguu wa kwenda hata Mwenyezi Mungu na mtume wake kauombea. Tunatumai tutapata fursa nyingi kupitia hii kampuni, na tuwe mabalozi wazuri kwa wale ambao wanaotaka mikopo, tena mikopo ambayo kwa nilivyogusiwa manake haina masharti makubwa, mikopo ambayo haina interest kubwa, mikopo ambayo manake ukikopa unakopesheka na ukilipa unaliweza ukalipa, manake hulipi kiwango ambacho hata wewe kikakusumbua. Kwa hizi ni fursa kwa wafanyakazi wa serikali, wafanyakazi binafsi, wafanyakazi wa private sector, hata mtu ambaye hana kazi, yeye ana gari yake tu anamiliki, pia anaweza akakopa mkopo huu. Na lengo manake kuwakwamua watu kiuchumi, na sisi tukiangalia kwenye sheria zetu na kanuni zetu za baraza la vijana, basi zinaturuhusu kushirikiana na sekta binafsi. Lengo manake ni kuwakwamua vijana kiuchumi. Lengo na mazumuni ya kuja sehemu hii ni kuitikia wito wa makamu wa mwenyekiti wa baraza la vijana wilaya yetu hii ya Mjini kwamba kuna fursa ambazo zitatuwezesha vijana kujikwamua na changamoto za kimaisha. Kutokana na fursa tutakayoipata katika kampuni hii itatuwezesha kujikwamua kiuchumi vijana na kuwawezesha vijana wenzetu kwenye fursa mbalimbali. Jumla ya vijana 50 kutoka baraza la vijana wilaya ya Mjini wamefanikiwa kupata fursa za kazi za muda katika kampuni ya Platinum. Hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Madina Omar.